Jahazi TV. Naam, hujambo mtazamaji wa Jahazi TV popote pale unapotuangalia, karibu katika kipindi cha Amka na Jahazi ambapo tutakusomea kurasa za mbele ya magazeti mbalimbali yatufikia mezani kwetu kwa siku ya leo, likiwemo gazeti la nyumbani la Zanzibar Leo, kwa ukweli na uwazi. Ukitaka kujua yameandika nini, na kusihi ungana nami mwanzo hadi mwisho wa kipindi hii. Kama tunavyojua, huko wana Iran na Israel pamoja na Marekani mambo si mazuri, lakini tutakujuza hapa katika habari za kimataifa. Mimi ni Abdul Hamid Isa, na moja kwa moja naanza gazeti la Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi. Ukurasa wake wa mbele limepambwa na habari mbalimbali. Habari kuu kwa siku ya leo: Dr. Samia asema ujenzi matangi ya mafuta utaimarisha miundombinu ya usafirishaji. Habari hiyo katika ukurasa wa kwanza, lakini nasomeka kwa undani zaidi katika ukurasa wa pili. Serikali yaandaa mpango mkuu matumizi ya ardhi, lakini kuna habari pia inasema hakuna meli iliyopewa leseni kufanya biashara haramu. Si kauli yangu bali ni kauli ya waziri wa uchukuzi Zanzibar, Mheshimiwa Dr. Khalid. Wenye uhitaji wasaidiwe, ni makamu wa pili wa rais huyo wa Zanzibar Hemedi Suleiman Abdullah asema hivyo, lakini kama nilivyokuambia hapo awali, habari za kimataifa zitakuwepo hapa katika gazeti hili la Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi. Vifo vya mashambulizi ya Marekani Israel vyafikia 787 huko Iran, ni habari hiyo katika ukurasa wa 9, utajisomea kwa undani zaidi. Ikiwa leo ni Ramadhani ya 14, tupo katika mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mtazamaji, hili ndio gazeti la Zanzibar Leo na huo ndio ukurasa wake wa mbele, na hizo ndio habari mbalimbali zilizopata uzito wa juu kwa siku ya leo. Moja kwa moja nikamata gazeti la Mwananchi, ukurasa wake wa mbele laandika mzozo Mashariki ya Kati, makali bei ya mafuta. Haya ni habari hiyo kutoka ukurasa wa 4. Lakini shilingi bilioni 778.6 zimefanya nini? Tafuta nakala gazeti la Mwananchi tunasomea kwa undani zaidi. Lakini kamera za siri chanzo kuuawa kwa Khamenei, ni habari hiyo ipo ukurasa wa 5. Lissu aruka kizuizi kesi ya rasilimali za Chadema, lakini jinsi Happiness alivyoepuka mateso ya ndoa kuibukia udereva. Simulizi ya makamu wa kwanza wa rais huyu Othman Masudi Othman, miaka 5 uongozi wa siasa, imeainishwa hapo. Moja kwa moja kama gazeti la Uhuru ukweli daima, ukurasa wake wa mbele laandika mkakati uhifadhi mafuta, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan aweka jiwe la msingi. Ujenzi wa matenki 15 bandari Dar es Salaam agusia madhara ya mgogoro wa Mashariki ya Kati. Lakini wizara TPA TRA zatakiwa kuzingatia viwango vya mradi ukamilike kwa wakati kuinua uchumi wa nchi. Lakini kuna habari nasema shilingi bilioni 701.8 zatolewa na serikali kugharimu mradi huo wa kimkakati. Habari ukurasa wa pili. TAKUKURU ilivyokoa miradi ya bilioni 1, ni habari hiyo kwa ukurasa wa kwanza, lakini nasomeka kwa undani zaidi katika gazeti hili la Uhuru ukweli daima. Lakini kuna habari nasema ushauri wa wadau kero zilizoibuka ziara za Mwigulu. Lakini Abdullah pongeza umoja na mshikamano. Serikali yatoa ushauri wa usalama Mashariki ya Kati, faida ya mkutano wa EPU kufanyika nchini. Wamachinga laandika Samia ataja mkakati udhibiti bei ya mafuta, lakini asema taifa litajiepusha na athari ya bei. Lakini mradi ujenzi wa matenki ya kupokelea mafuta kuimarisha na kutoa uhakikisho la usalama wa nishati ya mafuta. Eleza uwekaji wa serikali katika mradi wa ujenzi wa matenki 15 ya kuhifadhia mafuta yenye thamani ya shilingi bilioni 678.6, hatua inayolenga kuimarisha Tanzania kama kitovu cha biashara kwa ukanda wa kimataifa. Atoa tamko la kuhudumia kikamilifu nchi zisizo na bandari. Shangwe za tawala uzinduzi wa matenki. Habari katika ukurasa wa 3. Serikali yatoa tahadhari kwa Watanzania waishio Mashariki ya Kati. Kama tunavyojua huko Israel, Iran pamoja na Marekani mambo si mazuri. Na Njembe ya kutana na taasisi za mafuta na gesi kuimarisha ushirikiano kisekta. Lakini tume ya uchunguzi ya teta na Kinana. Lakini FCC yatangaza maadhimisho ya kimataifa siku ya mlaji duniani. Kuna siku ya mlaji. Mtazamaji, tafuta nakala hii ya gazeti la Wamachinga utajisomea kwa undani zaidi. Nikimalizia hapa na gazeti hili
la Nipashe hili Mwanga wa Jamii laandika vita Marekani na Iran, Watanzania wapewa mwongozo, lakini Lissu apangua tena hoja mahakamani, mjue kiongozi mwenye ualbino aliyeponyoka kifo kichakani, ripoti maalum hiyo. Lakini Dede afariki dunia akitumikia kifungo miaka 20 gerezani, serikali atoa ufafanuzi Geneva kilichojiri Oktoba 2025 hadi kwa Oktoba 29 zile vurugu kuhusiana na uchaguzi mkuu. Mtazamaji, hizo ndo habari za kitaifa na kimataifa moja kwa moja zikigeukia kurasa za michezo na burudani. Mwanaspoti laandika va bongo bado mawili, lakini Yanga Sport Club washikieni Singida Black Stars, wasikieni Singida Black Stars. Guye amuibua Baka. Lakini Premier League hapa kuna ratiba ambapo kwa Brighton na Arsenal saa 4:30 usiku, Manchester United na Forest hapa saa 4:30 pia usiku, Newcastle na Manchester United kuanzia saa 5:15 za usiku. Hizi ni kali za leo Jumatano. Lakini EPL ni Jumatano hii, Aston Villa pamoja na Chelsea saa 4:30 usiku katika uwanja wa Villa Park. Lakini kuna habari tunasema Stumai Abdullah, usindikizaji ulivyogeuka fursa na upaishaji kipaji, lakini Ronaldo akimbia usiku Saudia. Ni Mwanaspoti hilo. Lakini Zanzibar Leo michezo laandika serikali yadhamiria kuimarisha miundombinu ya michezo, wachezaji Iran washindwa kuimba wimbo wa taifa. Ni kwa sababu gani? Mtazamaji, tafuta nakala gazeti hili la nyumbani la Zanzibar Leo michezo na burudani. Lakini Ibenge akiri Azam kuzidiwa na Pamba Jiji FC, lakini Manyuetha kumfaa Zambilish Juni. Ni habari hizo zipo katika ukurasa huu wa nyuma gazeti hili la nyumbani la Zanzibar Leo kwa ukweli na wazi. Na malizia na gazeti la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania michezo na burudani laandika Dodoma yajipanga mapema AFCON 2027, ndoa ya Koffi Olumide Cindy ya wakumzo. Habari ukurasa wa 21 ni habari za michezo za burudani hizi. Ibenge bariki kadi nyekundu ya Faitoto, ukurasa wa 23 yasomeka hivyo. Ibrahim Classic apinga matokeo Thailand, aiandikia WBC. Ni habari hizo. Fountain Gate avunja mwiko ugenini. Mtazamaji, ni habari hizo za kitaifa na kimataifa, bila kusahau michezo na burudani. Nimekamilisha hivyo. Mimi ni Abdul Hamid Isa, nikutakia utazamaji mzuri wa vipindi vyetu mbalimbali vinavyoendelea kutoka hapa Jahazi TV. Safiri nasi, asante na Ramadhan Karim. Jahazi TV.